Historia ya kushangaza yake John Heche iliyomfanya Samia Suluhu kumchukia vibaya hadi kutaka kumdhuru. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika historia ya siasa za Tanzania za karne 21, jina la John Wegesa Heche limebaki kama alama ya uthubutu, ujasiri na misimamo isiyotetereka. Ni miongoni mwa wanasiasa wachache ambao wameamua kusimama imara mbele ya mfumo wa dola, wakitaka haki za wananchi, demokrasia na uwajibikaji wa serikali bila uoga, bila kujali matokeo. Safari yake ya kisiasa ni ndefu, yenye majeraha, upinzani mkali, lakini pia ni hadithi ya mwanaume ambaye amekataa kunyamazishwa. John Wegesa Heche alizaliwa katika eneo la Rorya, mkoa wa Mara, kaskazini mwa Tanzania. Tangu akiwa mwanafunzi alionekana kuwa na tabia ya kuhoji mamlaka na kupigania usawa. Vipaji vyake vya uongozi vilijitokeza akiwa chuo kikuu aliposhiriki vuguvugu la wanafunzi lilolenga kutetea haki za elimu bora na uwajibikaji serikalini. Hapo ndipo jina lake lilipoanza kujulikana kama kijana mwenye msimamo thabiti. Baada ya kuhitimu, Heche alijiunga na chama cha Chadema, ambapo haraka alijipatia maarufu mkubwa kutokana na uelewa wake wa masuala ya kijamii na kisiasa. Alikuwa mmoja wa viongozi wachanga waliokuwa mstari wa mbele kupigania mageuzi ya kweli ya kisiasa na kulinda maslahi ya wananchi maskini. Ndani ya chama chake, Heche alionekana kama sauti ya kizazi kipya, jasiri, mweledi, asiyeogopa kuikemea serikali hadharani. Kupitia umahiri wake katika hoja, alifanikiwa kushinda kiti cha ubunge wa Tarime vijijini. Bungeni alijipambanua kwa mijadala mikali na hoja zenye mashiko. Alijulikana kwa kutikisa serikali kupitia hotuba zake kali ambazo ziligusa masuala ya rushwa, matumizi mabaya ya fedha za umma na ukiukwaji wa haki za binadamu. Wakati wenzake walikuwa kinyamaza kwa uoga, Heche hakusita kusimama na kusema ukweli. Lakini ukweli huo ndio ulimweka kwenye mgongano wa moja kwa moja na watawala. Serikali ya CCM ilianza kumuona kama tishio halisi, kijana mwenye umaarufu, anayependwa na wananchi na mwenye uwezo wa kuhamasisha umma kwa maneno yake. Wakati huo, serikali ilikuwa chini ya utawala wa Rais John Pombe Magufuli, ambaye hakuvumilia upinzani wa aina yoyote. Heche alikuwa miongoni mwa wale walioteseka zaidi katika kipindi hicho. Mwaka 2017, Heche alikamatwa kwa mara ya kwanza katika mazingira yenye utata. Polisi walidai kuwa alikuwa akiandaa maandamano yasiyo halali, ingawa ukweli ulionekana tofauti. Alishikiliwa kwa siku kadhaa bila kupewa dhamana, akinyimwa haki ya mawakili na familia kumtembelea. Baada ya kuachiwa, alisimulia mateso aliyopitia, ishara kwamba mfumo wa dola ulikuwa tayari kumvunja moyo, lakini badala yake tukio hilo lilimjenga zaidi kisiasa. Baada ya hapo, aligeuka kuwa mwiba mkali, na kila mara alipoongea serikali ilihisi kutikiswa. Alionekana katika mikutano mbalimbali ya hadhara akihimiza wananchi kutotishwa, kuhoji matumizi ya fedha za miradi ya serikali na kudai uwazi katika utendaji wa viongozi. Serikali kupitia vyombo vyake vya dola ilianza kumfuatilia kwa karibu. Mwaka 2019 alikamatwa tena, na safari alidaiwa kuchochea vurugu wakati wa kampeni ndogo za uchaguzi. Wafuasi wake walidai kuwa ilikuwa njama ya kumzima kisiasa, na licha ya kuwa hakuwa na silaha wala uhalifu wowote, alishikiliwa kwa zaidi ya wiki moja kabla ya kuachiwa bila mashtaka madhubuti. Na wakati huo, Heche aligeuka ishara ya mapambano dhidi ya dhulma za ukandamizaji wa kisiasa. Kifo cha Magufuli kilileta matumaini kwa wengi kwamba enzi za ukandamizaji zingekoma, lakini kwa Heche mambo hayakubadilika. Uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan uliendelea kumuona kama tishio kubwa zaidi, hasa baada ya kuanza kubadilika kwa kasi ndani na nje ya Tanzania. Tangu mwaka 2021, Heche amekuwa mstari wa mbele kukosoa serikali ya Samia Suluhu kuhusu matumizi mabaya ya fedha na miradi mikubwa ya upungufu wa uwazi katika mkataba ya kimataifa. Alihoji uamuzi wa serikali kuendelea na miradi yenye utata bila ushirikishwaji wa umma, na ni jambo lilomfanya onekane kama adui wa serikali.
Kila mara alipotoa kauli, mitandao ya kijamii ilitikiswa. Wafuasi wake waliendelea kuongezeka, hasa miongoni mwa vijana na wasomi waliokata tamaa na siasa za CCM. Umaarufu uliibua hofu kubwa ndani ya serikali. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa baadhi ya maafisa wa juu wa serikali walimshauri Rais Samia kumwangalia Heche kama tishio la moja kwa moja kwa urais wake. Vyanzo vya ndani vya chama tawala vinasema wazi kuwa chuki ya Rais Samia dhidi ya John Heche ilianza pale alipoanza kufichua kile alichokiita ufisadi wa kimfumo na katika sekta za madini na miundombinu. Kauli zake zilianza kuenea kimataifa, zikipeperushwa na vyombo vya habari vya nje, na ni jambo ilionyesha taswira mbaya kwa serikali. Kwa upande mwingine, wachambuzi wanasema chuki hiyo ilikuwa zaidi pale Heche alipokata ofa ya kimya ya kujiunga na serikali kupitia baraza maalum la ushauri. Aliona hiyo kama njia ya kununuliwa kimya chake, na uamuzi huu ulimfanya achukuliwe kama adui wa taifa ndani ya vyombo vya dola. Serikali ilianza kutumia kila mbinu kumdhoofisha, kuzuiwa mikutano, kufuatiliwa usiku na kuwekewa mashtaka yasiyo na msingi. Lakini yote hayo hayakumzuia kuendelea kupaza sauti. Moja ya matukio yaliyovuta hisia zaidi ni ile lililotoka Sirari, mpakani mwa Tanzania na Kenya. Heche alikuwa safarini kuelekea Kenya kwa shughuli ya maziko yake hayati Raila Odinga, lakini maafisa wa usalama walimzuia kuvuka mpaka. Hii ilitokea siku chache baada ya kuzungumzia masuala nyeti ya ufisadi serikalini. Taarifa zilizoibuka baadaye zilieleza kuwa serikali ilihofia kwamba Heche angeenda Kenya na kutumia vyombo vya habari vya huko kuikosoa serikali ya Samia kimataifa, na hivyo kumchafulia jina rais wa Tanzania. Wataalamu wa siasa wanasema tukio hilo lilionyesha jinsi ambavyo serikali ilihofu sauti yake. Kwa mara ya kwanza, mipaka ya nchi ilitumika kama chombo cha kisiasa kumzuia mwanasiasa huru. Na baada ya tukio hilo, Heche alirudi nyumbani akiwa chini ya ulinzi mkali wa siri. Wafuasi wake waliripoti kwamba alifuatiliwa na watu wasiojulikana kwa siku kadhaa. Haikupita muda akakamatwa tena kwa tuhuma zisizoeleweka. Katika tukio la hivi karibuni, Heche alikamatwa akiwa mkoani Mara na polisi walidai kuwa walikuwa wakimhoji kuhusu matamshi ya uchochezi. Lakini tangu wakati huo taarifa kuhusu alipo zimekuwa tata. Wanasiasa wa upinzani wameendelea kudai kwamba Heche anashikiliwa mahali pasipojulikana, na ni jambo linalozua taharuki kubwa nchini. Kuna ripoti kwamba vyombo vya dola vimekuwa vikikwepa kutoa taarifa rasmi, huku familia yake ikihangaika kupata majibu. Vyama vya haki za binadamu vimejitokeza kuikosoa serikali kwa kukiuka haki za msingi wa raia. Na kwa wachambuzi wengi, hii ni ishara ya wazi kwamba serikali ya Samia Suluhu inafanya kila njia kuhakikisha inanyamazisha sauti zote zenye nguvu kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Wanaona kuwa Heche ni tishio kubwa zaidi kwa CCM, hasa kutokana na ushawishi wake mkubwa kwa vijana na rekodi yake safi kisiasa. Kwa hivyo ilikuwa ni mbinu ya kumkamata, pengine ashikiliwe hadi wakati uchaguzi utakapokamilika. Licha mateso haya yote, Heche amebaki kama mfano wa ujasiri. Anaelezewa kama kiongozi wa watu anayeelewa maisha ya wananchi wa kawaida. Ameshuhudiwa mara kadhaa akishiriki shughuli za kijamii vijijini, kusaidia vijana na kuzungumza na wazee kuhusu changamoto za maisha. Watu wengi wanaamini kuwa msimamo wake wa kutetea haki, kupinga rushwa na kudai uwazi ndicho chanzo kikubwa cha chuki kutoka serikalini. Kwa Samia Suluhu, Heche ni mwiba hatari kisiasa, mtu ambaye akipewa fursa ya kuzungumza anaweza kubadilisha mitazamo ya mamilioni ya Watanzania. Kwa sasa Tanzania inasubiri majibu. Heche yuko wapi? Bado yuko hai? Serikali imeendelea kukaa kimya, ikiacha maswali mazito yakizungumziwa mtaani. Lakini moja ni hakika, jina lake halitasahulika kirahisi. Katika historia ya kisiasa za Tanzania, John Wegesa Heche ataendelea kukumbukwa kama sauti ya watu waliokandamizwa, mwanasiasa asiyeogopa na ishara ya mapambano dhidi ya mfumo unaokandamiza. Safari ya John Wegesa Heche bado haijaisha, na kila siku inayopita simulizi yake inazidi kuandikwa kwa wino na ujasiri wa damu ya uadilifu. Kwa uchambuzi zaidi wa kina kuhusu siasa za Afrika Mashariki na simulizi za viongozi wanaothubutu kusema ukweli,
Endelea kutufuatilia hapa Kenyascope, ambapo ni sauti huru ya uchambuzi wa kisiasa barani Afrika. Kumbuka kusubscribe, kulike na vile vile kugonga alama ya kengele ili uweze kupata alerts kila wakati tunapoweka video mpya.